Waislamu, katika mada yetu ya leo inayoendelea, mada ambayo ina kichwa cha habari au ina jina la manhum ahlus sunna wal jamaa. Ni nani ahlus sunna wal jamaa? Katika utangulizi wa mada hii nitapenda kusema kwamba ahlus sunna wal jamaa ndio kundi kubwa katika makundi ya Waislamu, na kama inavyoonekana idadi yake lilivyo katika nchi mbalimbali. Na katika mwavuli huu wa ahlus sunna wal jamaa yadkhulu fihim man siwahum, wanaingia wale wengine wasiokuwa hao, wale waliowafikiana na baadhi ya akida zao miongoni mwa Waislamu. Ama fikhi ya ahlus sunna wal jamaa imejikita kwenye madhehebu manne makubwa katika ulimwengu, na Waislamu wengi wanafuata madhehebu hizo nne kubwa, na maimamu wao waliotangulia qad ittafaqu ala qawli wahid fi usuli al-i'tiqad, wamefikiana wote kwa ujumla katika mambo ya msingi ya itikadi, na wote wamekubaliana juu ya usahihi wa khilafati al-khulafa al-arba'a, usahihi wa khalifa wanne, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa yu'minuna bi'adalati kulli sahabatin, na wanaamini juu ya uadilifu wa kila sahaba. Kwa hivyo akida ya Ahlusunna wal Jamaa inaamini kwamba masahaba wote ni udul, ni waadilifu. Wa biujubi sukut ala ma jara baina sahaba, na katika moja ya kipengee cha akida za Ahlusunna wal Jamaa ni kuamini kunyamaza, wajibu kunyamaza juu ya yale yaliyopita juu ya masahaba. Unanyamaza yale yaliyopita juu ya masahaba, wao kafanyana wao katenda masahaba tendo yao, na unayanyamazia. Bila shaka matendo ambayo hayaridhishi, yale matendo mazuri ni wajibu kuyasimulia ili tuweze au waweze kuyafuata. Pia moja katika kipengee ya akida ya Ahlusunna wal Jamaa ni ithbatu ajri al-ijtihadi lahum, kuthibiti ujira wa mwenye kujitahidi. Man ijtahada fi ummati, kuna riwaya hiyo katika vitabu vya Ahlusunna wal Jamaa ambayo ukiangalia ina muhuri wa kusema kwamba ni muttafaq alayhi, kwa maana ya kwamba Bukhari na Muslim wamefikiana juu ya riwaya hii, man ijtahada fi ummati fa asaba lahu ajran wa in akhta'a lahu ajrun wahid. Yote katika ummati wangu aliyefanya ijtihadi na akapatia atalipwa mara mbili, wa in akhta'a lahu ajrun wahid, akikosea atalipwa mara moja. Wala yukaffiruna ahadan min ahli alqiblati bidhanbin yartakibuhu. Moja katika kipengee kikubwa cha madhehebu ya asli ya Ahlusunna wal Jamaa ni kwamba wao hawamkufurishi yeyote miongoni mwa ahlul qibla, wale Waislamu wanaosali na wanaofanya ibada zao kwa kuelekea kibla, bidhanbin, kwa dhambi, yartakibuhu, kwa dhambi fulani aliyofanya. Hawamkufurishi mtu kwa dhambi, kinyume na madhehebu nyingine ambazo tutakuja kuangalia huko mbele za Khawariji na Kisalafia na nyinginezo. Kipengee hichi kidogo wanaona wanamkufurisha mtu ambaye au wanamfanyia fisk yule mtu ambaye amefanya madhambi. Wattafaqu ala ujubi sam'i wa ta'ati liulati al-umur wa adami jawaz al-khuruj alayhim. Ahlusunna wal Jamaa katika usuli aqidatihim wamefikiana kwamba ni wajibu kusikiliza na kutii viongozi wanaongoza umma, wa adami jawazi al-khuruj, na kuto kujuzu kuwapiga vita, ukatoka na silaha ukenda kuwapiga vita viongozi wa umma, viongozi wa Kiislamu. Wa in kanu usatun, hata kama wao ni wenye kutenda maasi. Kwa mujibu wa akida ya Ahlusunna wal Jamaa, labda hiyo ni kusababisha faudha, kusababisha fujo, kusababisha umwagaji wa damu, na umwagaji wa damu ni haramu. Kwa hivyo naona maadamu huyu kiongozi hakatazi kusali, hakatazi kufunga, hakatazi watu kufanya mambo yao ya dini ya kheri, basi anaachwa na maasi yake yeye mwenyewe na Mungu wake. Lakini kuchukua silaha na kuanza kumpiga vita, basi ni kusababisha maafa mengine ambayo ni mabaya zaidi. Hiyo ndiyo akida ya Ahlusunna wal Jamaa. Utakuta pia akida hii inakhtilafiana na akida za Khawariji au wale waliojifanya kwamba wao ni Ahlusunna wal Jamaa wa zama hizi. Kwa hivyo Imam Nawawi ambaye ni mwevuli wa miongoni mwa ulama wa Ahlusunna wal Jamaa anasema, wa amma al-khuruj alayhi wa qitaluhum fa haramun bi ijma'i al-muslimin wa in kanu fasaqatun zalimin. Ama al-khuruj alayhim, kutoka dhidi yao na kuwapiga vita, fa haramun, ni haramu,
biijma'i almuslimin, anasema ajma'a almuslimuna ala dhalik, anakusudia kwamba wote ahlusunna wal jamaa wamefanya ijma'i kwamba kutoka na kumpiga vita hakim ulatul amr hawa basi ni haramun, wa in kanu fasaqatun, hata kama watakuwa ni waovu, adh-dhalimin, ni madhalim, watakiwa wastiriwe, wasipigwe vita wala damu zao zisimwagwe. Tuangalie kauli hii Imam Nawawi ameisema wapi, na tunaona kwamba ameisema kwenye Sharh Nawawi ya Sahihi Muslim, kitabu al-Imara, babu ujubi ta'ati al-umara fi ghairi ma'siyatin wa tahrimiha fi al-ma'siyah. Nadhani ni hadithi nambari 1834 iliyoko katika Sharh Nawawi ya Sahihi Muslim, kitabu al-Imara. Katika mlango huu unaoitwa kitabu al-Imara, ukurasa wa 1189 wa chapa hii ambayo naitumia baada ya kueleza hadithi ya bwana mtume ambayo inatoka kwa Anil A'raj an Abi Hurairata an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ya'sini faqad 'asa Allah wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'si al-amira faqad 'asani. Na riwaya pia iko katika Bukhari, hadithi nambari 2957. Wanasema Imam Nawawi kauluhu hiyo ya mtume inahusiana na aya atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum. Abdullah ibn Hudhafa amir as-sariya qala al-ulama al-murad bi ulil amri man awjaba Allah ta'atahu min al-wulati wal umara. Hadha qawlu jamaahir as-salaf wal khalaf min al-mufassirin wal fuqaha wa ghayrihim. وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء. وأما من قال الصحابة قاس فقد أخطأ. aliyesema kwamba hii hadithi ni kwa ajili ya masahaba tu amekosea, lakini ni kwa ajili ya maulama na kwa ajili ya umara, viongozi. Kwa hivyo ni wajibu kuwatii na kutokuwatii viongozi hao, unakuwa hukumtii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maneno ya Imam Nawawi hayo nitayapigia mstari insha Allah. Na katika riwaya nyingine ya 1836 an Sa'id hadathana Yaqub ibn Abd الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. natakiwa wewe utii tu, kusikia na kutii katika hali yote, hali ya mashaka, hali ya rahisi, hali ya kukasirika, hali ya katika furaha na hali ya hata kudhulumiwa au kutendwa, natakiwa wewe ufanye hivyo. Na alipofanya sharhe ya riwaya hii akasema qala al-ulama maanahu tajibu ta'atu ulati al-amr, inawajibika kumtii kiongozi fima yashuku wa takrihu, yale mambo magumu na yale ambayo na yakirihi na wa ghairihi mimma laysa yashuku wa maasi. Fa in kana al-ma'siyati fala sam'u wala ta'a, ikiwa ni kwa ajili ya maasi hakuna kusikiliza wala kutii, kama sarah bil ahadith al-baqi, kama zinavyosema hadithi zilizobakia. Kwa hivyo ukisoma maneno haya ya Imam Nawawi mwisho utakuta kwamba anaisherehesha hadithi nyingine akisema huko mwisho wa hiya al-istithar والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا واطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يصلكم حقكم مما عنده. وهذه الأحاديث في الحث على سمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين. kama tulivyosema kwamba sababu ya kumtii kiongozi kama huyo kwamba ni muovu kwa ajili ya kunusuru umoja wa Uislamu. Fa inna al-khilafa sababu al-fasad, sababu kufanya khilafu juu ya kiongozi huyo ndio sababu ya uovu wala fi dini wa dunia, kuharibika kwa dini na dunia. Naam. Hadithi nyingine ni hiyo inayosema an Abi Dharr qala inna khalili awsani an asma'a wa ati' wa in kana 'abdan mujadda'a al-atraf. Al-Fasiri wa hii anasema ati'u al-amir wa in kana dani, hata ikiwa yule amir dani, mtu dhalili, nasab yake dhalili, hata law kana 'abdan aswad, hata ikiwa ni mja mweusi, maqtu' al-atraf, fa ta'atuhu wajiba, taa yake ni wajib. Wa tasawwur imarat al-'abd idha wala
wallahu ba'd al-a'imma. Naam, hata kama akiweka kiongozi na baadhi ya watu, hata ikiwa katika hali hiyo mja mweusi aliyekuwa hana aila au nasabu nzuri, au idha taghallaba ala albilad bi shawkatin wa atba' au akidhihirisha nguvu akapindua, kwa mfano kupata nguvu, kwa hivyo ni wajibu kumtii. Wala tajuzu ibtidaa aqd alwilaya lahu ma'a al-ikhtiyari wal shart wal huriyya. Naam, inaonekana yale tuliyosema anayawasilisha Imam Nawawi katika kurasa hizi mbili ambazo tutaziweka inshallah. Naam, pamoja na kauli yao yote hiyo, Ahlusunna wanakusudia kwamba huyo amir anatiiwa kwenye maarufu na sio kwenye maasia, lakini wamekutana kwenye kipengee cha kumpiga vita yule amiri, kutaka kumuondoa, kwa sababu hiyo inaleta fasadi katika dunia na katika dini na kuvunja ule umoja na nguvu ya Uislamu. Nadhani nitaweka hizi kurasa kwa ukumbi. Mimi sikusoma kila kilichoandikwa katika kurasa hizi kuchelea audio zisiwe ndefu sana, kwa sababu nia sio mjadala au debate au radi ya mtu yoyote, kwa ajili ya kuongezeana maarifa, kupeana baadhi ya mambo ambayo labda nilitaka nieleze ni nani Ahlusunna wal Jamaa. Naeleza kwa ufupi sana, labda kutakuwa na masuala yote huko mbele ya kielimu na sio ya mijadala, basi nitaweza inshallah kutoa mwanga zaidi. Mimi hiyo mijadala siipendi, kwa sababu inarithisha kibri, inarithisha riya na haitupeleki kwenye malengo ambayo tunayataka. Ama kwa mujibu wa maneno ya Imam Tajuddin As-Subki, na ukisoma kitabu hiki ambacho kinaitwa Ittihafu Sada al-Muttaqin wa Sharh Ihya Ulumuddin cha Allama Sayyid Muhammad bin Muhammad Hussein Az-Zubaydi, utakuta kwamba ukurasa wa 9 wa kitabu hiki mpaka ukurasa wa 10 al-Imam As-Subki fi Sharh Aqidatu Ibn al-Hajib wanasema katika kitabu hichi, i'lam anna ahla sunnati wal jamaa kulluhum qad ittafaqu ala mu'taqadin wahid. Tambua kwamba Ahlusunna wal Jamaa wote wameafikiana kwenye akida moja, kwenye yale ambayo ni wajibu kujuzu na yale ambayo yastahili yasiyowezekana. Wa in ikhtalafu fi turuq, kama wamekhtalafiana katika njia, wal mabadi al-mawsula lidhalik, na zile nyenzo zinazopelekea kufikia hayo. Alimradi tu wanatajwa hapa makundi kadhaa au makundi tofauti ya Ahlusunna wal Jamaa, na hatuoni hapa wakitajwa al-Wahabia au as-Salafia kwamba ni miongoni mwa hawa Ahlusunna wal Jamaa, kwa vile hii term hii istilahi hii ya neno Ahlusunna wal Jamaa ilikuja kabla ya kudhihiri kwa as-Salafia na al-Wahabia. Kwa jumla anasema Imam Subki, hawa Ahlusunna wal Jamaa ni 3 tawaif. Tuziangalie hizo 3 tawaif alizozitaja Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki. Asema Ahlusunna wal Jamaa kwanza ni ahlul hadith. Ahlul hadith hawa ni tofauti na hawa as-Salafia. Ukiangalia tofauti ulioko, kwa sababu hata Imam Shafi'i na Imam Maliki wanaambiwa walikuwa ni ahlul hadith. Al-adillatu as-sam'iyya aani al-kitab wa sunna wal ijma'. Ahlul hadith walikuwa wakifuata kitabu wa sunna wal ijma'. Athaniya ahlun nadhari al-aqli was-sanaa al-fikriya. Wa pili katika kundi la Ahlusunna wal Jamaa ni hawa wanaoitwa ahlun nadhar, watu wa nadhar, wa kuangalia, kutumia akili na fikra. Wahum al-ash'ariyya, hawa tunasema al-ash'ariyya ambao ndio wengi katika ulimwengu wa Kiislamu. Wal hanafiyya, na al-Hanafiyya. Ametajwa al-Ash'ariyya wal Hanafiyya kwa sababu al-Hanafiyya wanamfuata Imam Abu al-Mansur al-Maturidi. Kwa hivyo Hanafi kwa hakika wao ni katika mrengo wa al-Maturidiyya. Wa Sheikh al-Ash'ariyya Abu al-Hasan al-Ash'ari wa Sheikh al-Hanafiyya Abu al-Mansur al-Maturidi, wa hum muttafiquna fi al-mabadi al-aqliyya fi kulli matalib yatawaqqafu as-sam' alayhi. Hawa wanafikiana katika mabadi ya aqliya na kila kinachosimamia as-sam' alayhi, zile dalili za kusikia. Fil mabadi as-sam'iyya fima yudriku al-aql jawazuhu faqat, katika masala ya kusikia ni yale ambayo akili tu inadiriki, inaweza kudiriki kujuzu kwake. Alafu likatajwa kundi jingine la 3 katika kitabu hicho linaitwa ahlul wujdan wal kashf wa hum as-sufiyya. Hata as-sufiyya kwa mujibu wa fikra
za maulama wa Ahlusunna wal Jamaa wanaingizwa katika kundi la Ahlusunna wal Jamaa, lakini tukiangalia katika akida za Salafia na Al-Wahabia hawaingizi as-Sufia katika mwavuli wa Ahlusunna wal Jamaa. Na mabadi ya Sufia ni yale yale ya Ahlusunna wal Jamaa, ukiangalia hasa ya Ash'ariyya na Maturidiyya, kwa sababu mabadi ahlun nadhar wal hadithi fi al-bidaya wal kashf wal ilham fi an-nihaya. Mwanzo wanaanza na misingi ya nadhar, kuziangalia hadithi na dalili, na halafu wanaishia kwenye kashf, masala ya kashf, kupewa ilham na utambuzi. Mwisho wake madhehebu yao yanaishia huko. Kwa hivyo makundi ya Ahlusunna wal Jamaa ni hayo matatu kama yalivyoelezwa katika kitabu hiki. Tutakuja kuona huko mbele tena katika audio itakayokuja kwamba kundi la kwanza ni ahlul hadith wanataka babadihi na adilla sab'iyya a'la alkitab wa sunna wal ijma', wakiwemo Imam Malik na Shafi'i na Ahmad bin Hanbal, na halafu ahlul nadhar al-aql wa sanaa al-fikriyya wakiwemo al-ash'ira. Na hawa al-ash'ira walikuwa kufuata madhhab Imam al-Shafi'i radhiyallahu anhu, na hawa al-hanafiyya wakifuata madhhab Imam